ajili ya siku ya leo ambayo ni njema na ya baraka. Kwa neema yake ametupa kuonana tena katika siku hii. Naitwa Apostle Oscar na kukaribisha katika kipindi hiki. Mimi ni kiongozi wa Throne of Grace kwa mataifa yote. Karibu sana ushiriki pamoja nami kwenye somo hili ambalo tutakuwa nalo. Yes, somo ambalo napenda kuongea na wewe lina mambo mengi ndani yake, ila kichwa chake tunapenda kuita kwamba hekalu la Mungu. Nikisema hekalu la Mungu, kwangu Mungu alinipa tu ufunuo mambo kama 7 karibu ambayo yanalijenga hekalu la Mungu. Na nakumbuka wakati Bwana ananielekeza, alinionyesha kutoka kwenye hekalu la Suleiman. Kule kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati nikaangalia, nilikutana na mambo 7 hayo ya kujenga hekalu. Lakini naamini wewe unafahamu kabisa kwamba tunapozungumza hekalu leo hatuzungumzi lile linalojengwa na matofali, ila tunazungumza wewe. Tunapozungumza wewe, najizungumza mimi. Anasema kwenye Wakorintho wa kwanza sura 3 mstari 16 anasema hamjui ya kuwa ninyi ni hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, kwamba sisi ni hekalu la Mungu. Lakini pia Wakorintho hiyo wa kwanza sura 6 anazungumza habari za kwamba hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, ni hekalu. Kwa hiyo nazungumza habari za hilo hekalu. Na katika uhalisia hekalu sio, yani of course anazungumza huo mwili, sawa, lakini inaenda mbali zaidi ya huo mwili. Yani nisemeje, hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Mungu. Yani kuna mfumo ambao unakaa na kufanya kazi ndani, ndio ambao unafanya mwili wako uwe hekalu na ibada zifanyike ndani yake. Kwa hiyo manake leo wewe ni ibada inayotembea. Wewe ni ibada inayotembea. Naamini nikisema hivyo unanielewa. Manake vile Yesu anavyozungumza habari za kwamba hamtakwenda kuniabudu kule Yerusalemu wala kwenye mlima ule, bali mtamwabudu Mungu katika roho na kweli. Nasema na Mungu anawatafuta watu kama hao. Kwa hiyo manake ni kama kuna shift ya hiyo ibada. Haya mambo yote tutaongea wakati naliongea ile hekalu. Ila leo napenda nianze kwa kuongea msingi wa hekalu. Msingi wa hekalu ambao ni wewe. Msingi wa hekalu hasa ni nini? Kumekuwa na maneno mengi yamekuwa yanaongewa na wahubiri, wanaongea maneno mengi kulingana na mafunuo. Unajua sasa hivi moja kati ya changamoto ambazo kanisa linapitia ni kitu kinachoitwa mafunuo. Ingawa mimi naamini mafunuo manake ni kitu kilichofunikwa, kinafunuliwa, kilikuwa kimefichwa, kinawekwa wazi. Na mimi naamini katika maandiko haya ya kwenye Biblia huwezi kuongea ufunuo nje na tafsiri zilizomo ndani ya hiki kitabu. Yaani ni kwamba ufunuo unaweza kuongea lakini hautakuwa mbali na tafsiri zilizomo humo. Nafikiri kuna siku nilikuwa nafundisha somo moja nikasema kwamba mimi ninachoamini maneno haya yanajitafsiri yenyewe, kwa sababu ujumbe wa maneno haya ni mmoja tu ambao ndio leo nataka niongee, ambao ndio msingi. Kihalisi ujumbe wa maneno yote kutokea mwanzo mpaka Ufunuo ni mmoja. Japo una maisha ya watu wengi, una mafumbo mengi, una mambo mengi yanaongea huko ndani. Lakini kihalisi ujumbe yani kihalisi jumla yake yote ina ujumbe mmoja tu. Ujumbe uliomo ndani ya Biblia hii ni Yesu Kristo. Huo ndio ujumbe. Na hasa huo ndio msingi. Nafahamu wale wanaonukuu kutoka kule kwenye nafikiri ni Zaburi ile anasema misingi ya mwenye haki ikiharibika si mwenye haki atafanya nini na nini. Watu wanaongea vitu vya ajabu sana kutokea pale. Wakiwa hata wajui Daudi alikuwa anaongea kutokea wapi, wakati anaongea vile alikuwa anamaanisha nini na alikuwa anaongea kutokea wapi. Lakini unapokuja katika Agano Jipya, Paulo anaiweka wazi. Hakuna kitu kinaitwa msingi kuharibika. Hakuna kitu kinaitwa msingi kuharibika. Narudia tena, hakuna kitu kinaitwa msingi kuharibika kwenye Agano Jipya. Kwa mtu mwenye kufahamu, hakuna kitu kinaitwa msingi kuharibika. Kwa sababu kuna msingi mmoja tu. Hebu fungua katika Biblia yako Wakorintho wa kwanza sura ya 3, nitasoma kuanzia mstari wa 10. Nasema kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa, huyu Paulo anasema mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima na aliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake.
maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Sasa unaona picha hiyo. Yaani kwamba Paulo anaongea habari za msingi ambao umewekwa. Msingi ambao umeweka. Huo msingi ni nani? Yesu Kristo. Na anasema hakuna msingi wowote mwingine unaweza kuwekwa. Na kutoka kwenye huu msingi ambao ndio msingi wa hekalu la Mungu, au unaweza kusema msingi wa kanisa, msingi ambao kanisa linajengwa juu yake, msingi ambao hekalu la Mungu linajengwa juu yake. Nikisema hekalu la Mungu, tusema kanisa, nazungumza wewe. Sizungumzi ile jamii mnayokutana pale. Nazungumza wewe, yani wewe, maisha yako, moyo wako. Nazungumza wewe. Unanielewa ninachosema? Nazungumza wewe. Sasa msingi wetu ni Yesu Kristo. Nikisema msingi wetu Yesu Kristo namaanisha nini? Yaani leo nataka niongee katika namna tu rahisi ili unielewe na urudi juu ya msingi. Nikizungumza Yesu Kristo namaanisha nini? Nikizungumza msingi kwamba ni Yesu Kristo namaanisha nini? Namaanisha katika kila eneo la maisha yako ambalo linahusiana na Mungu, au niseme eneo lolote la mahusiano yako na Mungu, msingi wake ni Yesu Kristo. Naamini unanielewa nikisema hivyo. Nasema tena, eneo lolote la maisha yako msingi wake ni Yesu Kristo. Namaanisha nini nikisema hivyo? Namaanisha kwamba lazima doctrine au fundisho ambalo mtakatifu wa nyakati hizi ambaye amemwamini Kristo atafundishwa kutoka katika zile huduma 5 zile. Atafundishwa aidha na mtume au nabii au mwinjilisti au mchungaji au mwalimu. Lazima lile fundisho analofundishwa, moja ya kitu cha msingi kwako kupima kwamba ni fundisho la kweli au sio la kweli, lazima msingi wake uwe Yesu Kristo. Hivi unanielewa nikisema Yesu Kristo? Sikia, Waibrania sura ya kwanza. Fungua Biblia yako katika Waibrania sura ya kwanza, mstari wa kwanza atasoma mpaka wa 3. Kuna kitu pale tutakiona. Anasema hivi, Waibrania sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3 anasema hivi: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Sura ya kwanza anasema Mungu ambaye alisema na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, anasema mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vitu vyote kwa amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Huyu anayeongewa hapa ni Yesu Kristo. Lakini pale ule mstari wa kwanza anasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Tayari anaposema hapa kuna kitu tunapenda ukifahamu. Huyu mwandishi wa Ibrania, mimi kwangu namuona ni mtume Paulo. Kwa sababu kule mwishoni kuna namna anamuongea Timotheo naona ni Paulo, kwa sababu Paulo ndio alikuwa anahusiana na Timotheo ingawa hakutaka kujifunua. Nakumbuka hii barua wakati anaandika ilikuwa iko specific. Yaani ni barua iliyo na mlengo mahususi, yani na mlengo. Ni barua ambayo ina mlengo kwamba nani amelengwa kwenye hiyo barua? Ni Waibrania. Nikisema Waibrania nazungumza Wayahudi, nazungumza Jews, sio watu wa mataifa. Naeleweka nasema. Japo leo twaweza kujifunza, lakini tunapojifunza pia kutoka kwenye barua lazima tuwe waangalifu kwamba tunapojifunza tujue kabisa Paulo hii barua alikuwa anaiandikia jamii ambayo ilikuwa na tamaduni hizi na culture hizi. Kumbuka ameongea mambo ya ibada, mambo mengi kayaongea ambayo yalikuwa yanahusisha ibada zao kutoka kwenye sheria na ile shift ya kutoka kwenye sheria kuja kwenye neema. Shift ya kutoka kwenye msingi ambao aliweka Musa na kuja kwenye msingi ambao kaweka Yesu Kristo. Sio, naeleweka nasema. Sasa Paulo hapa kwenye mstari wa kwanza anasema zamani Mungu alisema na baba zetu. Baba zao nani? Abraham,
Isaka na Yakobo, na baadaye wale wana wa Israeli wote. Alisema kwa njia nyingi. Alisema kwa nani? Kwa manabii, na kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Manabii nani? Akiwemo Musa. Musa alikuwa ni nabii kwa Israeli. Mungu akasema nao. Kuna namna alikuwa anasema nao. Mungu alikuwa anasema na Israeli katika namna nyingi tu. Mara anatokea hivi, mara anatokea vile. Lakini namna zote ambazo Mungu alikuwa anasema na Israeli na wale mababa, ilikuwa kihalisi katika ule usemi anaosema. Nyuma ya usemi wake alikuwa ni Kristo. Mfano, wana wa Israeli wakati Mungu anawaambia sasa, ninakwenda kupiga wazaliwa wa kwanza wa Wamisri, alafu watawaruhusu ninyi mtoke, ila kitu ambacho ninataka mfanye, mchinje mwana kondoo, alafu ile damu yake mpake katika miimo ya nyumba zenu. Katika nani rahisi tu pale ni kwamba ile ilikuwa ni prophetic, ilikuwa imekaa kinabii. Kinabii vipi? Ilikuwa ina prophesy, ilikuwa inatabiri kuhusu Kristo, kwa sababu kihalisi mwana kondoo ambaye anakomboa watu, ambaye anakomboa ulimwengu ni Kristo. Na ile ilikuwa ni kama simbo, ni kama ishara ya Kristo kama mwana kondoo wa Mungu, ambaye wakati wote Mungu anavomwachilia yeye huwa anasababisha ukombozi utokee kwa wale walionewa. Sasa unaona walivyochinja yule mwana kondoo na walivyopaka damu. Yule muharibu aliposhuka kuja kuharibu, hakuangalia nani amefanya dhambi na nani hajafanya dhambi. Yeye aliangalia tu ni mahali gani ambapo hakuna damu. Yaani yeye alikuwa anaiangalia damu. Mahali palipo na damu alikuwa anapita juu. Mahali ambapo hakuna damu alikuwa anaingia ndani, anawapiga, anawaua wazaliwa wa kwanza. Sio, unaniona nasema hiyo ni sign moja ya Kristo katika Agano la Kale. Ndio maana nikakwambia hii Biblia nzima ina ujumbe mmoja tu. Imebeba ujumbe wa Yesu Kristo kutokea Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Lakini Agano la Kale ulikuwa concealed, ulikuwa umefungwa, ulikuwa umefichwa. Ujumbe ule ulikuwa umefichwa, haukuwa wazi. Lakini Agano Jipya unawekwa wazi huo ujumbe, kwamba ni nani? Ni Yesu Kristo anayesema. Naeleweka nasema. Hata kuna wakati pale Yakobo alivyotokewa, hebu tufungue ile Yakobo sura nafikiri 28. Kuna kitu nitaongea utanielewa ninavyosema. Mimi hapa nachoongea ni naongea msingi. Nimesema msingi lazima awe Yesu Kristo. Narudi kwenye Waebrania hapo 1, 2 na 3. Hii moja nimekwambia Mungu alikuwa anaongea na watu kwa namna nyingi na kwa namna mbalimbali, ambayo ilikuwa ni katika fumbo, lakini bado nyuma ya ile fumbo alikuwa ni Kristo anayeongewa. Lakini sura ya pili anasema ila sasa hivi anaongea na sisi kwa kupitia mwana ambaye amemfanya kuwa mrithi wa yote. Mwana ni nani? Yesu, ambaye amefanywa kuwa mrithi wa yote. Kwa hiyo maana sasa hivi ujumbe wa Mungu kwetu lazima ndani ya ule ujumbe tumsikie Yesu anaongewa. Utanielewa ninachosema ninapozungumza habari za msingi. Kumbuka nimekwambia msingi ni Yesu Kristo. Kutoka kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 11. Nimekwambia msingi ambao umewekwa sasa ni Yesu Kristo. Nikisema labda nikupe detail ambazo zitakusaidia kabla sijatawanyika sana na haya mambo ya Yakobo huku jinsi Mungu alivyokuwa anaongea naye kwa fumbo. Naposema msingi maana yake nimesema ni katika kila eneo. Let's say labda mimi nakuja kwako naongea utakatifu. Naweza nikakupa sheria baada ya kukupa Yesu Kristo. Hivyo unanielewa ninachosema? Yaani naweza nikaanza kukufundisha kushika sheria na kukaa katika namna ya sheria. Kisa tu nimefundisha utakatifu. Ila kihalisi leo hata ninapoongea utakatifu lazima niongee Yesu Kristo. Lazima nimuongee nani? Kristo Yesu, ambaye ndio msingi wa huo utakatifu. Napoongea kuwekwa wakfu au kujiweka wakfu, najua masomo ya kuwekwa wakfu, kujua watu wanapenda sana ya masomo. Lazima msingi wake uwe nani? Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio msingi wa wakfu wetu. Anasema yeye amejiweka wakfu kwa ajili yetu. Lazima msingi wa kuwekwa kwetu wakfu au wa kujiweka kwetu wakfu uwe ni Kristo. Sio matendo yetu, sio bidii yetu, sio chochote, sio kanuni zozote ambazo mhubiri au mwalimu atakufundisha. Naeleweka ninachosema? Tukiongea kuhusu maombi, lazima msingi wa kuomba kwetu uwe Yesu Kristo. Lazima Yesu neno lake ndio lifundishe namna ambavyo tunapaswa kuomba. Naamini unaanza kunipata, unaanza kunielewa kidogo. Tukiongea mafanikio, lazima msingi wake uwe nani? Yesu Kristo. Kumbuka Yesu anasema hivi, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo manake msingi wa kufanikiwa lazima awe ni Yesu.
Yaani yale maneno ya Yesu ndio lazima yawe msingi wa mafanikio yetu. Yaani lazima kwenye chochote tunachosikia, lazima tumsikie Yesu anaongea. Maana yeye ndio msingi wa hiyo yote. Tunaongea habari za malezi ya familia, tunaongea habari za ndoa, lazima msingi awe nani? Yesu. Sio simnyime mtoto mapigo, simnyime mtoto fimbo, mnakaa mnachapa tu watoto. Niliwahi kuongea huko kwenye kipindi cha Light Talk. Mnachapa tu watoto kwa sababu ya kukimbia na mithali bila kuelewa tafsiri zake. Umeshaambiwa hiyo ni mithali. Mithali manake ni fumbo. Na fumbo manake lazima ulifumbue kabla ya kulibeba kama lilivyo. Maana vile limeongewa katika namna ya fumbo. Kwa hiyo ina maana mtu mwenye akili lazima afumbue kwanza ili aelewe kile kinachoongewa, alafu ndio aweze kutembea. Ila msingi, hapa ninachoongea msingi, nasema hivi kwako kanisa, msingi wako ni Yesu Kristo. Kwa hiyo maana mhubiri yote akihubiri akaja akahubiri Stefano akamaliza pale, mzee amekupeleka polini. Kama hajamfunua Yesu kutoka kwa Stefano bado hajahubiri. Au amekuja amehubiri Samson na nguvu, Samson sijui nini, afu mwisho wa siku akakuacha hapo. Hajamfunua Yesu. Amekupa hadithi za kizee. Nakwambia kweli, Paulo anasema, jiepusheni na hizo hadithi za kizee. Hadithi za Stefano, hadithi za nini, akabeba mageti. Okay, alipobeba mageti, mimi inanisaidia nini leo? Kwa sababu mimi natafuta kitu ambacho ndakipokea na kitanipa kutembea ndani yake. Hivyo unanielewa nasema? Naongea habari za msingi. Msingi wa imani yetu. Msingi wa imani yetu ni Yesu Kristo. Huyo ndio msingi wa imani yetu katika kila eneo la maisha yetu. Kila eneo lolote unaloongea, lazima msingi wake awe Yesu Kristo. Kuhusu kazi unazofanya, kuhusu biashara unazofanya, lazima msingi wake awe nani? Yesu Kristo. Hivyo unanielewa nasema? Sikiliza sasa, mfano nirudi huko kwa Yakobo, naamini umepata picha ya kile ambacho unakilenga. Sikiliza sasa hapa kwa Yakobo wakati ametokewa anaambiwa namna ambavyo wakuelewana na Mungu. Mungu alimwambia parable, alimwambia fumbo. Hakuweza kuelewa, hakuweza kupambanua. Yeye akaitafsiri vingine. Ingawa ni yake ilikuwa njema. Yakobo sura 28 kuanzia mstari wa 10. Maandiko yanasema, Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani. Akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto. Nasikia sasa, anasema akaota ndoto, na tazama ngazi imesimama juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Yaani kama ngazi imesimama kwenye nchi, ila ile ngazi inaishia mbinguni, yaani imezama ndani ya mbingu. Anasema tena, tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Yaani katika hiyo ngazi akaona malaika wa Mungu wanapanda na kushuka, wanapanda na kushuka. Anasema, na tazama Bwana amesimama juu yake, akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahim baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii ilalayo nitakupa wewe na uzao wako, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini. Na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Na tazama mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Mungu amemtokea Yakobo, anamwambia, ila anamwambia katika namna ya fumbo. Kumbuka maneno aliyomwambia, amemwambia kwamba atampa hiyo nchi, afu atafanya uzao wake kuwa kama mavumbi ya nchi, wataenea pande zote. Afu anasema katika yeye Yakobo na katika uzao wake jamaa zote za dunia watabarikiwa. Afu anasema Mungu atakuwa pamoja naye kumlinda kila endako, na kumleta tena katika nchi hiyo, kwa maana hata mwacha atakapomfanyia yote. Sasa naongea nini?
Yohana sura ya kwanza pale. Utaelewa hiki ambacho alikuwa anakiona Yakobo ni nini tafsiri yake. Anasema aliona ngazi imegusa nchi na imepanda mpaka mbinguni kule. Nchi yake iko mbinguni. Angalia Yohana sura ya kwanza mstari wa nianzie mstari wa 50. Yohana sura ya kwanza mstari wa 50 anasema, Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya mtini, waamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia, amini amini nakwambia, mtaziona. Unasikia anapomwambia, huyo anamwambia Nathaniel. Anamwambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Si kama mtu anapata connection. Yaani kama unasoma, si kama unapata connection na nikosoma mwanzo kule. Anasema aliona ngazi, Yakobo aliona ngazi imepanda mpaka mbinguni. Alafu malaika wanapanda na kushuka. Alafu akamwona Bwana amesimama. Alafu akaanza kuongea naye yote aliyoongea naye. Hapa Yesu anarudia kitu kile ambacho Yakobo alikiona. Anasema, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Aseme juu ya ngazi. Anasema wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Hii inafunua kabisa kwamba Yakobo alikuwa anaonyeshwa Kristo. Yaani njia ya kwenda kwa Mungu, njia ya kwenda mbinguni. Yaani ile njia ambayo malaika walikuwa wanapanda na kushuka, ambayo huku Yohana anasema kwamba walikuwa wakikwea, wakipanda na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Yesu akajisema mwenyewe, walikuwa wakipanda na kushuka juu ya mwana wa Adamu, akiwa anajipointi yeye. Maanake Yakobo ni kama alikuwa anafunuliwa kwamba mimi ndio njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Alikuwa anafunuliwa hicho tu Yakobo. Na hata anapozungumza habari za kwamba atampa nchi. Atampa nchi yeye na uzao wake, na hata mwacha mpaka amempa hiyo nchi. Kihalisi ile nchi alikuwa anasema sio nchi kama Tanzania, unajua. Sio nchi kama Tanzania. Okay, ngoja niongee tu haya. Maana yawezekana kila siku nikiweka viporo ndakuwa siji kuongea. Alichokuwa anaongea pale sio nchi kama Tanzania. Hakuwa anaongea nchi kama Tanzania. Of course hata Abraham alifikiri hivyo kwa sababu Mungu alimwahidi kumpa nchi. Naye alifikiri kwamba ni nchi ya namna hiyo. Ila baadaye Abraham akagundua kwamba sio hiyo. Yaani roho yake ndani ilikuwa inapata ushuhuda kwamba nchi ambayo umeahidiwa sio hii ya damu na nyama, sio hii ya mchanga. Yaani unashika mchanga fulani udongo, sasa umemiliki hiyo nchi, sio hiyo. Waibrania, fungua Waibrania 11. Tutaenda taratibu, najua tutaelewana. Alafu mimi ni kama nakupa password, ila vitafunguka wewe mwenyewe utaona vitu vingi. Waibrania 11 ndasoma kuanzia mstari wa 8. Asema, kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi. Akatoka asijue aendako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi. Unasikia maneno? Nchi ambayo kama ambayo Yakobo naye aliahidiwa. Kumbuka Abraham ndiye alianza kuahidiwa na Mungu kwamba atapewa nchi. Akaja Isaka naye akaambiwa hivyo hivyo. Akaja Yakobo naye akaambiwa hivyo hivyo. Sasa moja ya swali ambalo huwa tujiulize kwamba hawa wote ni channel moja, ni uzao mmoja. Yaani kwamba Abraham ndiye aliyemzaa Isaka, Isaka ndiye aliyemzaa Yakobo. Kama ni nchi alipewa Isaka, it means alikuwa anamrithisha tu Yakobo kwamba Yakobo, nchi ambayo Bwana alituahidi ni hii hapa. Tuikae sasa, tuilithi, tuifurahie. Mimi naamini hivyo ndivyo ilivyotakiwa iwe. Yaani ni kama mimi vile labda Bwana aniambia ananipa nchi afu anipe. Manake mwanangu hata ajue tena atapewa nchi. Manake itakuwa nyingine nje na ile ambayo nilipewa. Wakati neno ambalo Bwana alisema na mimi ndio ambalo anasema na mwanangu. It means mimi nitamrithisha tu mwanangu kwamba mwanangu, nchi ambayo Bwana alituahidia ni hii hapa. Kwa hiyo hii ndio nchi ya urithi wetu.
na mimi nakurithisha. Kwa hiyo mimi ninapoondoka hapa duniani, maanake nampa hiyo nchi yeye arithi. Lakini ukitazama kwa Abraham jinsi ilivyokaa na Isaka na Yakobo, yani hiyo nchi inakuwa kama fumbo fulani. Yani hawairithi, hawaifikii mahali wakairithi. Alafu inaanza kutoka zaidi ya ile nchi ambayo sisi tunaifahamu. Najua pia watu wamehubiri habari za Kanani ndio nchi aliyopewa na nini. Of course sometimes ni nzuri kuhubiri fresh na yenyewe mwili na yenyewe jisikie vizuri. Lakini hii siongei habari za mwili, naongea habari za spirit. Na hapa Mungu alichokuwa anakiongea alikuwa anaongea spirit, hakuwa anaongea fresh. Sikiza sasa Abraham anaongea. Anasema hivi: kwa imani alikaa ugenini. Au nianze ile mstari wa 8, anasema kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi. Akatoka asijue aendako. 9. Anasema kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, yani nchi ambayo aliahidiwa. Anasema alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake. Umenielewa sasa ninachosema? Yani vile Mungu anavyoongea parable, kule anamwambia Yakobo nitakupa nchi, nitakupa, itakuwa urithi. Lakini akiwa anamaanisha nchi, hakuwa anamaanisha kile ambacho Yakobo anakiona kwa damu na nyama. Kuna fumbo ambalo Mungu alikuwa anaongea kwa Yakobo. Ndio maana nikasema hii Biblia kutoka kule Mwanzo mpaka Ufunuo ina ujumbe mmoja tu, ni Kristo Yesu. Katika kona zote ambazo Mungu alikuwa anaongea kwa mtu yoyote, ukijaliwa neema ya kufunuliwa, utagundua kwamba kilichokuwa kinaongewa alikuwa anaongewa Kristo. Sababu mission ya Mungu watu wote warudi ndani ya Kristo, ili warudi ndani yake, ili wapatanishwe na yeye na walifikie lile kusudi ambalo Mungu kalikusudia kwenye maisha yao. Unanielewa nasema? Kwa hiyo hata Yakobo hapa alikuwa anatafutwa kurudi ndani ya Kristo ili arudi katika Mungu. Naeleweka nasema? Nisema kurudi katika Mungu make kwenye ile mission kamili ya Mungu. Sasa sikia anapomwambia hiyo nchi. Nasikia hapa Abrahamu anavyoiongea. Anasema hivi, anasema kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo. Mbona wote walikaa katika hema na Isaka na Yakobo? Sasa hapa Abrahamu hakuwepo, unajua, ila huyu mwandishi amewaunganisha wote. Kumbuka Yakobo wakati yupo, Abrahamu hakuwepo, Abrahamu alikuwa ameshalala. Ila anasema wote walikaa katika ile nchi. Na kwaje ugenini wakati nchi iliahidiwa? Ina maana ndani ya roho yake Abrahamu kuna kitu aligundua. Yaani kuna kitu alikuwa anaona kwamba no, kile ambacho Mungu alikuwa anaongea sio hiki ambacho kinajaribu kuonekana kama kwangu ndio chenyewe. Kwamba sio nchi hii. Sio nchi hii ya damu na nyama. Mungu haongei habari za nchi hii ya damu na nyama. Ndio maana hata alipokuwa kwenye hiyo nchi hakukaa kabweteka na kuridhika kwamba ni hii sasa ndio nchi. Ndio ile ambayo Bwana ameikusudia, ndio ile Bwana ambayo ameniahidia. Ila anasema alikaa kama ugenini, kama mgeni, kwamba kuna nchi somewhere. Hebu sikiza anaendelea kuongea. Anasemaje? Anasema kama katika nchi sio yake. Anasema alikaa nchi ya ahadi, kama katika nchi sio yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Kumbuka nimetoka kuongea kwa Yakobo, tumesoma pale 28. Anaendelea anasema, maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi, ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Yaani alikaa nchi ya ugeni kwa sababu alikuwa akitazama, anaona no, nchi na mji sio ule ambao hasa Bwana amekusudia kunipa na mimi kuurithi. Sio huu. Maana ni kama Abraham kuna namna alikuwa anaona beyond. Yaani yale maneno yalikuwa ni kweli ni fumbo, lakini kuna namna roho yake ilikuwa inajaliwa kuona japo kama kwa kivuli, kwamba lakini ni zaidi ya hiki ambacho naambiwa. Sio mwili, sio damu na nyama. Ni zaidi ya hivi ninavyoviona, ni zaidi ya nchi ya Kanaani. Yaani na maana kuna mji, akaanza kuona kwamba ule mji mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Ninapenda Abrahamu ambapo aliona. Alikuwa anaona nini? Kumbuka Paulo anasema msingi wetu ni nani? Yesu Kristo. Lakini
Petro pia anasema, nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya roho. Anatuita sisi, anawaita watakatifu, anawaita waamini kama mawe yaliyo hai. Wamejengwa juu ya nini? Wamejengwa juu ya msingi ambao ni Yesu. Na hayo mawe yaliyo hai ndio ambayo yanajenga huo mji ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni nani? Ni Mungu. Sitamani nitoke niende huko kwa sababu ninachoongea ni msingi. Ila najua tutaendelea kuongea habari za hata huo mji kwa sababu tunaongea hekalu. Tutaliongea hilo hekalu la Mungu. Tutaliongea hilo hekalu la Mungu. Na tutaliongea hilo hekalu liko wapi sasa? Na lina exist vipi? Tutaendelea kuliongea hilo hekalu la Mungu. Lakini nachoongea nini? Ni msingi. Msingi. Nimeongea nini hapa? Nimekuambia kwamba yote aliyoongewa huko nyuma, yote aliyofanyika kule nyuma, yote alikuwa ni fumbo. Na fumbo hilo lilikuwa linaongea mtu mmoja. Fungua sehemu nyingine. Hii hapa tu kwenye mji ambao tumeiongea, ambao mwenye kubuni na kujenga ni Mungu. Umeona msingi wa mji. Msingi wa mji ni nani? Yesu Kristo. Msingi wa mji ni nani? Yesu Kristo. Huo ndio msingi. Na ndio hapa Abraham anafunua kabisa kwamba alikuwa akiutazamia ule mji ambao anasema hivi. Anasema maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Hapa msingi ni Kristo. Kristo ndio msingi. Na ndio jiwe kuu la pembeni la mji huu ambao mwenye kubuni na kujenga ni nani? Ni Mungu. Kule kote walikuwa wanaambiwa parables, walikuwa wanaambiwa mafumbo. Kwa nini? Kwa sababu kule walikuwa bado kwenye kivuli, hakukuwa na details zinazofunua. Ndio maana ukija kwenye Agano Jipya utakuta vitu ukivitazama kule Agano la Kale vinaanza kueleweka. Naeleweka nasema. Nakupa tu dondoo za msingi ambao tunakaa juu yake ili usitupotupe. Achana na zile injili za mihemko ambazo humuoni Kristo akiongewa. Humuoni Kristo kama msingi wa hiyo injili. Fungua kwenye Yohana sura 3. Yohana sura 3. Naongea tu msingi. Yohana sura 3. Msingi ambao ni Yesu. Yohana sura 3 nasoma kuanzia mstari wa 12. Anasema, ikawa nimewaambia huyu ni Yesu anasema. Ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala hamsadiki, mtasadiki wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni? Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Hili tena neno gumu sana hili. Anasema wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Yaani manake ni kama pa Yesu na vitu muoji Elia alienda wapi? Maana Yesu ameikata nzima kwamba hakuna mtu aliyepaa kwenda mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Anasema yani mwana wa Adamu. Sitaki tuingie huko, nakupa tu yani Biblia ilivyo na mambo yakaje huko. Anasema na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kumbuka Israeli wakati wanapitia changamoto ya nafikiri kukosa maji, wakanungunika wakiwa na kiu, Mungu akaachilia nyoka za moto. Sikumbuki kama ni kiu au ni chakula, sikumbuki ilikuwa ni situation gani. Ila kuna situation ambayo iliwatokea wana wa Israeli, wakanungunika. Waliponungunika zikaachiliwa nyoka za moto. Zikawauma, wakafa sana, wakafa wengi tu wa kutosha wana wa Israeli. Baadaye wakaenda kwa Musa wakalia kwamba tuombee kwa Mungu wako atusamehe, aturehemu. Musa alipoenda kwa Mungu kumwomba rehema, Mungu akamwambia Musa, tengeneza nyoka wa shaba. Hivi unaelewa eh? Yaani limetokea tukio ambalo limewaumiza na watu wamekufa. Waliporudi kwa Musa kwamba tuombee rehema kwa Mungu, atusamehe, Mungu anamwambia Musa atengeneze nyoka wa shaba. Afa alipomtengeneza akamwambia muinue, afu waambie wana wa Israeli, yoyote atakayemtazama nyoka wa shaba atapona. Maana ile sumu ya wale nyoka inayofisha itapoteza nguvu kwake. Sasa kile alichokuwa kiongea nyoka wa shaba
kihalisi ya kuwa nyoka wa shaba ilikuwa ni parable. Nyuma nyoka wa shaba ilikuwa ni Kristo. Ndio hapa anamuongea tena, anasema na kama vile Musa alipomuinua yule nyoka wa shaba jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Wapi? Mwana wa Adamu aliinuliwa wapi? Calvary. Aliinuliwa nini? Ili kila mtu aaminie awe na uzima kwa yeye. Kila mtu amwaminie Yesu, aaminie kila anachofanya. Yeye anayeamini kwamba huyu Yesu ameinuliwa kuwa laana ili mimi niwe baraka. Ameinuliwa pale msalabani kama mwenye dhambi au kama dhambi ili mimi niwe haki au mimi niwe mwenye haki. Maana kuna transition inafanyika, kuna mabadilishano yanafanyika. Yaani kile ambacho kinafanyika kwa Yesu nachukua kile ambacho kilikuwa kwake. Yaani yeye anaadhibiwa kufa ili mimi niachiliwe kuwa hai. Maanake mimi niwe na uzima. Maanake mimi nisiingie mautini. Ninaeleweka nasema. Maana Paulo anaongea anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Na Yesu pale alipokea mshahara wa dhambi. Kwa nini? Kwa sababu yeye alichukua dhambi yote ya ulimwengu. Na sio tu alichukua dhambi, ila alifanyika dhambi. Ukisoma kwenye Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari 21 anasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi. Maana pale Calvary alifanyika hiyo dhambi. Ili nini? Ili yeye anayemwamini afanyike haki. Unanielewa anachosema? Sasa unaiona hiyo parable inavyoanzia kwenye Agano la Kale. Yaani kwamba ujumbe alikuwa ni Kristo ila alikuwa amefichwa. Wakiwa wanaandaliwa kwamba kuna siku atafunuliwa. Akifunuliwa mtazameni huyo, kwa sababu huyo ndio atakayekuwa ponyo la ulimwengu, atakayekuwa dawa ya ulimwengu, atakayekuwa kimbilio la ulimwengu, atakayekuwa baraka ya ulimwengu. Naeleweka nasema. Ila ujumbe mzima ulikuwa umeelekeza kwa nani? Kristo. Naamini mpaka hapa tulipofika inatosha sana. Kwa muda huu ambao tumeutumia, bado pamoja na kwamba yako mengi. Haya mambo tukiongea hata mwezi mzima tunaweza tukaongea haya maneno. Na zaidi ya mwezi. Yaani ni mengi mno. Ila tuonane tena kwenye pati nyingine ya pili tunapoendelea kuyaongea maneno haya. Kwa hiyo usikose, hakikisha unaifuatilia. Endelea kujifunza haya tuliyoongea, yasikie tena na tena, lakini pia tuonane kwenye hiyo pati nyingine.